Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo tutafakari neno moja kidogo ambalo watu hasa wa dini, watu wa imani wanapenda kujihesabia haki. Katika jamii ya Wakristo kuna matabaka ya watu yameachwa. Mfano, kuna walevi wameachwa, walioathirika na madawa ya kulevya wameachwa, hata yatima wameachwa, na watu wa makanisa wamejifungia makanisani na kujiona kwamba wao ndio special. Utasikia wale wameanguka, acha wapotee, wale wamepotea, acha waangamie. Mkristo anajikuta yeye sasa ni mtakatifu, lakini tunaona kwenye maandiko Yesu alikuwa akitembelea watu mbalimbali, hata walevi alikuwa akikaa nao, kiketi nao, huku akiwapa maneno ya uzima, maneno ya faraja ili ya kuwakomboa. Lakini katika kipindi hiki watu wanajihesabia haki. Hata katika madhehebu utasikia dini yangu iko safi, dhehebu langu liko safi. Lakini je, hiyo ni tabia ya Kristo au ni tabia ya nani? Tabia ya kutenga watu, ya kwamba wewe ndio unafaa, wewe ndio unastahili, wewe ndiye mwenye haki. Hii elimu imetoka wapi? Elimu hii imetoka wapi? Kwa sababu maandiko yanasema tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zetu, lakini kwa upendo wa baba yetu Mungu akamtoa mwanawe Yesu Kristo ili atufie dhambi. Tulikuwa wenye dhambi. Ngoja tusome Waefeso 2 na mstari wa 2:1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa hiyo kiasilia tulikuwa wafu, lakini Mungu anampomtoa mwanawe Yesu Kristo, Yesu anapokufa tunakombolewa katika makosa yetu. Kwa hiyo kujihesabia haki si jambo la muhimu kwa muamini. Si muhimu kujihesabia haki, kwa sababu hakuna mwenye haki. Haki tunaitafuta ndani ya Kristo. Tuangalie mfano mmoja. Mtu ambaye alijiona yeye yuko sahihi katika njia zake na akawa anajihesabia haki, lakini mwisho wa siku vipimo vikamkataa. Tukaangalia kile kitabu cha Luka 18 na mstari wa 9. Kitabu cha Luka mtakatifu 18 na ule mstari wa 9 inasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, na ajidhirie atakwezwa. Unaona? Kwa hiyo tunaona katika mfano huu kuna mtu alijaribu kutenda matendo ya sheria kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Unaona? Lakini kilichokuja kumwangusha, akajihesabia haki na kudharau watu wengine. Lakini maandiko yanasema wakati alipokuwa anaomba anasema kwamba mimi nafunga mara 2 na natoa zaka katika mapato yangu yote. Si kama huyu, maana yake akamtenga. Si kama huyu. Lakini maandiko yanasema huyu aliyejipiga kifua, japo kuwa hakufanya vitu hivyo, alihesabiwa haki. Na mfano mwingine ni mfano kama yule aliyekuwa msalabani, mwizi na mnyang'anyi. Amefanya wizi, lakini kwa kukiri makosa yake na kuyaungama, Yesu akamhesabia haki. Somo hili linakuja kwamba watu wasipende kujihesabia haki. Watu wasipende kujiona kwamba wao ni watakatifu. Acha Bwana Yesu
akuone unastahili. Acha Mungu wa mbinguni akuone unastahili, si kujihesabia haki, maana wote tupo katika safari moja ya kuelekea mbinguni. Kwa hiyo ukiona mtu ameanguka, shariti umuombee kwa ajili ya kumuinua. Na yote kwa yote, nasema Utatu Mtakatifu si fundisho la Mungu, ni upagani.